Wewe mgeni kwa mwenyeji, karibu kanisa la TCC. Tunakupenda, ni familia ya Kristo na kusudi ni moja tu, tuishi hapa duniani lakini tufike mbinguni. Amina. Amen. Basi Mungu awabariki praise and worship team. Taomba niwakaribishe watoto. Tutakwenda kusikia neno la Mungu kwa njia ya watoto kwa watoto wetu, na kisha tamkaribisha mchungaji kuendelea. Asante. Amen. Bwana asifiwe. Basi watoto wanaenda kusema neno la Mungu, watasema misingi ya imani. Tunawajenga katika kujua tunaamini nini pia, lakini kimeegemea wapi kwenye maandiko. Kwa hiyo watasema msingi na andiko linalo support msingi husika limetoka wapi. Kwa hiyo kabla hawajasema mmoja mmoja, basi nitaomba waombe wote waseme misingi ya imani ambayo wamejifunza na wanaifahamu. Tunaanza na msingi wa kwanza mpaka msingi wa ngapi? 16. Sauti. Msingi wa kwanza, maandiko yaliyovuviwa. Msingi wa pili, Mungu mmoja aliye hai na wa kweli. Msingi wa tatu, uungu wa Bwana Yesu. Msingi wa nne, anguko la mwanadamu. Msingi wa tano, wokovu wa mwanadamu. Msingi wa sita, maagizo ya kanisa. Msingi wa saba, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Msingi wa nane, ushahidi wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Msingi wa tisa, utakaso. Msingi wa 10, kanisa. Msingi wa 11, huduma. Msingi wa 12, uponyaji wa kiungu. Msingi wa 13, tumaini lenye baraka. Msingi wa 14, utawala wa Yesu Kristo miaka 1000. Msingi wa 15, hukumu ya mwisho. Msingi wa 16, mbingu mpya na nchi mpya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa kwanza unaosema maandiko yaliyovuviwa kutoka kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 17. Mstari wa 16 na wa 17. Nao nasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila jambo jema. Na nitakwenda kutaja msingi wa 12 inahusu uponyaji wa kiungu. Toa kitabu cha Isaya sura ya 53 mstari wa 5. Nao nasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Hanan Marcel. Naenda kutaja msingi wa pili ambao ni Mungu mmoja aliye hai na wa kweli. Unatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4. Nao nasema, sikilizeni Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana Mungu mmoja. Na nitakwenda kusema msingi wa 15 ambao ni hukumu ya mwisho. Natoka katika kitabu cha Mathayo sura 25 mstari wa 46. Nao nasema, bali na hawa watakwenda katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Amen. Yoshua atasema msingi wa 3 ambao ni uungu wa Bwana Yesu. Hapo mwanzo
kulikuwa na neno, na neno lilikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Amina. Amen. Msingi wa 4 unasapotiwa na Yohana 1:1. Asante. Msingi wa 4, anguko la mwanadamu. Msingi wa 4, anguko la mwanadamu. Hii inaelezea kwamba kabla Adamu alivyosi amri ya Mungu, alipewa amri ambayo asile katika ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Alivyovunja ndipo anguko lilipotokea. Naenda kusema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17, nao nasema, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile, kwa maana siku mtakayokula mtakufa hakika. Na pia naenda kusema msingi wa 7 ambao ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kabla Yesu Kristo hajapaa, aliwaambia kwamba wanafunzi atawajaza Roho Mtakatifu. Na hii inaenda kusema katika Matendo sura ya 1 mstari wa 8. Nao nasema, lakini mtapokea nguvu akishakuja Roho Mtakatifu juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Uyahudi wote, Samaria na mwisho na hata mwisho wa nchi. Amina. Msingi wa 5, wokovu wa mwanadamu. It is from John chapter 3 verse 16. Says, for God so loved the world, he gave his only son, that however believes him not perish but have an eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kutaja msingi wa 6, unasema maagizo ya kanisa. Inatoka katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19, na unasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kusema msingi wa 8, unasema ushahidi wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Inatoka Matendo 2 mstari wa 4, unasema, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Msingi wa 13, tumaini lenye msingi wa 13, tumaini lenye baraka, linatoka katika kitabu cha Tito 2 mstari wa 13. Nao nasema, tutalitakasia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu naitwa Flaviana Faustin Martina. Nitaenda kusoma msingi wa 14, utawala wa Yesu Kristo kwa miaka 1000. Andiko kutoka kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 14 mstari wa 3, nao nasema, hapo ndipo atakapotokea Bwana, naye atapigana na mataifa kama vile alipopigana siku ya vita. Amen. Haya, Mungu awabariki sana. Nafikiri tumemaliza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante Bwana kwa uzao.
Asante Bwana kwa ambavyo umekuwa mwaminifu vizazi hata vizazi. Asante kwa watoto hawa Bwana ambao Bwana wamesema neno lako na sisi tumesikia. Tunaamini neno hilo Mungu umeliweka mihuri umelipiga muhuri katika mioyo yao, nao hawataliacha hata watakapokuwa wazee. Na wakabidhi mikononi mwako Mungu wanapokwenda kwenye darasa lao, kawasaidie walimu wao kuwa nao na kuwafundisha vile iwapasavyo. Ni katika jina la Yesu meomba na kuamini. Amen. Amen. Basi Mungu awabariki watoto wanapokwenda kwenye darasa lao. Naomba tusimame sasa tuweze kuandaa mioyo yetu kusikia neno la Bwana wakati huu. Mtumishi wa Mungu Dr. Isaac Chalo anapokuja kulisema neno la Bwana. Andaa moyo wako, ujiweke wazi kabisa mbele za Mungu na umwambie Bwana, sema nami. Hebu weka mkono wako kwenye kifua, sema tu, sema na, sema na, sema na moyo wangu, sema na, sema na, sema na moyo wangu. Baba, asante kwa ajili ya wakati huu unapokwenda kumtumia mtumishi wako kusema neno lako. Sisi tumetulia kwa ajili ya kupokea. Useme sasa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Ukiwa umesimama hivyo unamshangilia Bwana, na mleta mtumishi wa Mungu Dr. Isaac Chalo. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Hamjanielewa, nimesema Bwana Yesu asifiwe. Upande huu Bwana Yesu asifiwe. Wote kwa pamoja Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame, naomba tusimame, naomba tusimame, naomba tusimame, naomba tusimame. Mshike mkono jirani yako, alafu muulize kikwenu Bwana asifiwe, wewe mnasemaje? Amejibu. Hao ndo wa mjini hao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema tutakapokuwa pale katika kiti cha enzi, akasema nikaona watu wa mataifa yote, lugha zote, kabila zote wakimtukuza Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu naomba tumshangilie Bwana kwa makofi. Asante sana. Ninaomba uketi ili tuweze kuendelea. Amen. Ninawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo amenipa niweze kuwepo mahali hapa mbele ya kanisa la Mungu, mbele yako wewe mtu wa maana sana. Ninaitwa mchungaji Isaac Edward Chalo. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ninachunga kanisa pale Dar es Salaam, eneo linaitwa Mbweni, Baharini. Kanisa letu linaitwa CFTI, Christ Followers Temple International, na nimekuwa mtumishi wa Mungu katika kanisa letu la Tanzania. Kabla ya kuwa mshirika kabla ya utumishi nimekuwa mshirika, lakini nimemtumikia Mungu kwa zaidi ya miaka 20 katika nafasi mbalimbali za kitaifa na za kawaida, ila kwa sehemu kubwa nimekuwa mwalimu wa vyuo vya Biblia kwa miaka mingi. Zaidi ya miaka hiyo 20 nimekuwa nikifundisha vyuo vya Biblia. Nimefundisha hiki cha hapa Dodoma, zamani kinaitwa AGBC. Nimefundisha Lindi kule ambako nimekuwa mkuu wa chuo, na mwisho kabisa nilikuwa nafundisha pale Dar es Salaam katika chuo kinaitwa Global. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa ajili ya utumishi huo. Na kifamilia, mimi ni baba wa mke mmoja na tuna watoto 3 na wametuma salamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuwepo hapa kwa wiki nzima, lakini physically nipo hapa siku ya leo.
Nitakuwa nikihudumu kwa muda wa dakika kama 40 hadi 45, na baada ya hapo tutaendelea na program nyingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tujifunze neno la Mungu kuhusiana na kazi za Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini, na tutaenda kuangalia kazi za Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Tutaangalia kazi 6, 3 katika Agano la Kale na 3 katika Agano Jipya, au kulingana na jinsi takavyosukuma naweza nikasema zote au nikaishia mahali fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaenda kwanza kuangalia kazi za Roho Mtakatifu katika Agano la Kale na jinsi ambavyo huyu Roho Mtakatifu au Roho wa Bwana anapotusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Maandiko yetu ya msingi yanatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 2 hadi mstari wa 31. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 31. Hayo ndio maandiko yatakayoenda kutuongoza katika neno la Mungu la leo. Nianze na kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1, ambapo katika pointi ya kwanza tunasema kwamba Roho Mtakatifu katika kitabu cha Mwanzo, katika hii mistari, amefunuliwa kama muumbaji. Roho Mtakatifu anahusika katika uumbaji. Kwa kazi ya kwanza, Roho Mtakatifu ni muumbaji. Anaumba nini? Maandiko yanatusaidia kuweza kuangalia pale. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa 2 anasema nayo nchi ilikuwa ukubwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Sasa hapo ndipo tunapoanzia. Mstari wa 1 anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo ile tunasema ni sentensi ya jumla, ni general statement. Aliumba mbingu na nchi. Alafu baada ya hapo anaanza kutufafanulia jinsi ule uumbaji wa ule mstari wa 1 ulivyokuwa umefanyika. Kwa hiyo anasema nayo nchi ilikuwa utupu, ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo Mungu anapoanza kuumba, tunaona pale kuna giza, kuna utupu, alafu kuna ukiwa. Alafu katika yale maji Biblia inasema Roho wa Bwana alikuwa juu ya vilindi vya maji. Mstari wa 3 Biblia inasema Mungu akasema, au Mungu akatamka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa hiyo siku ya kwanza tunaona Mungu anaumba nuru na giza. Akatenganisha nuru na giza. Na alipotenganisha nuru na giza, kwanza alitamka nuru ikawepo. Alafu giza lilikuwepo, kwa sababu Biblia inasema na nchi ilikuwa ni utupu, ilikuwa na giza na ilikuwa na ukiwa. Kwa hiyo sasa Mungu anapoanza kutamka, tunaona vitu vinafanyika. Kwa hiyo sasa hapa Mungu ameita mwanga kuja, nuru imekuja. Alafu sasa akatenganisha nuru na giza. Nuru akaita mchana, giza akaita usiku. Siku ya kwanza. Siku ya pili tunaona Mungu anaendelea na uumbaji. Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, ikayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale ya maji yaliyo chini ya anga, ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu uumbaji unaendelea hadi siku ya 6 ukawa umekamilika. Akaumba kila kitu. Akaumba wanyama, akaumba mimea, na kila kitu tunachokiona au tunachokifahamu na tusiokifahamu ambacho ni kiumbe hai, Mungu aliumba kwa njia ya kutamka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa Roho Mtakatifu tunamuona katika uumbaji kwa sababu alikuwa katika vilindi vya maji. Mungu alikuwa akitamka, tunaona kitu kinafanyika. Sasa ule ufanyikaji au ule utendaji wa vile vitu vinavyotokea kwa neno la Mungu, ni Roho Mtakatifu ndiye aliyekuwa anahusika katika kufanya vitu vitokee. Kwa hiyo tunaona hapa jambo la kwanza ni Roho Mtakatifu ndiye anayetenda. Kwa hiyo Mungu anatamka, Roho wa Bwana ambaye yuko katika uso wa maji au katika vilindi vya uso wa maji, yeye ndiye anayetenda. Kwa hiyo hapa tunamuona Roho Mtakatifu akiwa ni mtendaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na utendaji wake tunauona, Biblia inasema kulikuwa na ukiwa na utupu. Sasa Roho Mtakatifu anabadilisha ule ukiwa. Biblia Kiingereza inasema kulikuwa na darkness, kulikuwa na emptiness. Lakini sasa Roho Mtakatifu anaanza kutengeneza mazingira yanayoonekana, yanayofurahisha na yale yanayoweza kukalika. Kwa hiyo Roho wa Bwana tunamuona hapo akihusika moja kwa moja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Zaburi ya 33 na mstari wa 6 inaendelea kuthibitisha juu ya matendo ya Roho wa Bwana katika uumbaji. Zaburi ya 33, nitaomba niwe na wasomaji wengi ili pia kukomboa muda. Zaburi ya 33 mstari wa 6 inasemaje? Kuna vifungu vingi ambavyo tutakuwa tunasoma, naomba awepo pengine msomaji mmoja ambaye atakuwa ananisaidia kusoma. Asante sana. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno Mungu anatamka, mbingu inakuwa. Anasema na jeshi lake lote. Jeshi analolongelea pale ni malaika. Kwa hiyo Mungu anaumba, anatamka, lakini anayethibitisha, anayekamilisha ni Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa tunaona mahusiano kati ya Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Roho Mtakatifu anatenda juu ya neno, juu ya agizo la Mungu. Mungu Baba anatamka, Roho anatenda. Sasa tunajifunza kwamba ili jambo liweze kufanyika, ili Roho Mtakatifu atende, anasikia tamko, anasikia neno, anapata neno. Neno likisha toka, Roho Mtakatifu analitendea kazi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na Zaburi ya 138 mstari wa 2. Zaburi ya 138 mstari wa 2. Ndio. Anasema nitasujudu na kushukuru katika hekalu lako, kwa sababu umelikuza neno lako au umekuza ahadi yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kile ambacho Mungu amekitamka anakiheshimu, anakiangalia kwa namna ya pekee. Kwa hiyo neno la Mungu linafanyika kuwa kama alivyotamka, lakini mtendaji wa kile alichotamka Mungu ni Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza kwamba ili Roho wa Bwana au ili Mungu aweze kufanya vitu katikati ya maisha yetu, ni lazima tujue ahadi za Bwana, ni lazima tujue neno la Mungu katika maisha yetu. Jamani, amina. Kwamba neno la Bwana linasemaje kwa habari ya maisha yangu, kwa habari ya shughuli ninayofanya. Neno la Mungu linasemaje kwa habari ya watoto wangu? Neno la Mungu linasemaje kwa habari ya huduma yangu? Neno la Mungu linasemaje ninapopita katika mapito magumu? Neno la Mungu linasemaje? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapokuwa ninajishughulisha mimi kama mwanafunzi, niko pale chuoni, neno la Mungu, ahadi za Bwana zinasemaje kwa habari ya maisha yangu? Mimi ni mkulima, neno la Mungu, ahadi ya Bwana inasemaje kwa habari ya hii shughuli? Neno la Mungu lina address kila kitu katika maisha yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu yani linapita katika maisha yetu yote. Hakuna
mtu ambaye anaweza kasema mimi hivi nilivyo, jinsi nilivyo, shughuli ninazofanya, neno hakuna mahali ambapo neno linashughulika na maisha yangu na shughuli yangu na kitu changu chochote kile. Neno la Mungu, Mungu ni baba, Mungu ni baba wa familia. Kwa hiyo analo neno kwa watu wake, analo neno kwa watu aliowaumba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini analo neno kwa watu ambao amewaita kuwa watoto wake kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu analo neno kwa kila jambo. Mungu analo neno kwa kile unachokipitia. Mungu analo neno kwa bali ya familia yako. Mungu analo neno kwa bali ya nyumba yako. Mungu analo neno kwa bali ya watoto wako. Mungu analo neno kwa kila kitu na kwa kila mtu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili Roho Mtakatifu aweze kutimiza, aweze kufulfill, ni wajibu wangu mimi Mkristo kulijua lile neno. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapokuwa nimeugua, neno la Bwana Mungu anasema nini kwa bali ya ugonjwa unaonitesa? Mungu anasemaje? Nikishajua ile ahadi ya Bwana, ninapoenda mbele za Mungu, Roho Mtakatifu analifuatilia ili aweze kulitimiza. Maana Biblia inasema Mungu analiangalia neno lake ili aweze kulitimiza. Mtimizaji ni Roho wa Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nyakati tunaenda mbele za Bwana, lakini tunakwenda hatuna lile neno ambalo linamkamata Mungu. Kwa hiyo unakwenda unaomba, lakini huombi based on the scripture. Yani huombi kulingana na maandiko. Unajua unapoomba kulingana na maandiko unamkamata Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema Mungu umesema nikipita katika maji hayatanifurikisha. Umesema utapambana na maadui zangu, watakuja katika njia moja, watatawanyika katika njia 7. Unamwambia Mungu, mbona sioni haya ambayo umesema? Na Biblia inasema wewe si mwanadamu hata useme uongo. Kwa hiyo Baba, ninaomba unitokee katika hiki kitu ambacho kinaendelea katika maisha yangu. Kwa hiyo unapokwenda mbele za Bwana ukiwa na neno, Bwana analiangalia neno lake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukienda mbele za Bwana tu unakwenda huna neno, unakuwa huna nguvu. Maombi yako yanakuwa hayana nguvu, maana hujamshika Mungu katika neno lake. Jamani, amina. Kwa hiyo kuna mahusiano makubwa kati ya neno la Mungu na Roho wa Bwana ambaye ndiye mtendaji mkuu wa mpango na makusudi ya Mungu katika uso wa nchi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ndiye msimamizi wa kazi ya Mungu hapa duniani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ujio wetu hapa kanisani ni Roho wa Bwana kupitia mtumishi wake. Tutakapotoka hapa ni Roho wa Bwana. Program zote zinazoendelea hapa ni Roho wa Bwana. Yaani Roho Mtakatifu ndiye msimamizi wa kazi ya Mungu katika uso wa nchi. Ameachiwa wajibu huo. Yaani katika ule Utatu Mtakatifu kuna nyajibu, kuna ile distribution ya responsibility. Mungu Baba kuna kitu anafanya, Mungu Mwana kuna kitu anachofanya, Roho Mtakatifu kuna kitu anachofanya. Inapokuja swala la ukombozi ni Mungu Mwana ndiye anakwenda msalabani, Roho Mtakatifu anamtia nguvu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kazi ya Mungu hapa duniani ni Roho wa Bwana ndiye anayeshughulika na ndiye mtendaji mkuu wa kazi ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapokuwa tumelijua neno itatusaidia, na Roho Mtakatifu ndiye mtendaji. Tumeona hapa anafanya vitu vizuri. Dunia ilikuwa formless kama Biblia inavyosema kwa Kiingereza, lakini Roho Mtakatifu akaleta form, akaleta kitu kinachoonekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Giza lilikuwa limetanda katika uso wa nchi, lakini Roho wa Bwana akaleta nuru, akatengeneza kitu kizuri. Sasa huyu Roho wa Bwana ambaye alisimamia kazi ya uumbaji ndio huyo Roho ambaye Yesu Kristo alimtaja ya kwamba atamuomba Baba alafu atamwachilia Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kwa hiyo huyo Roho yule aliyekuwa anaperform na kufanya vitu katika uumbaji ndio huyo Roho ambaye yuko ndani yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na uwezo wake haujabadilika, haujachange kabisa. Ana uwezo ule wa kutengeneza, wa kuleta form mahali ambapo vitu havieleweki, wa kuleta nuru mahali ambapo ni giza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika maisha tunapita katika vipindi mbalimbali. Huwa tunapita katika majira na nyakati mbalimbali. Kuna majira ya furaha, kuna majira ya huzuni, kuna majira ya mwanga, kuna majira ya giza, kuna majira ya kutokeleweka, kuna majira ya kueleweka, kuna majira ya maumivu, kuna majira ya furaha. Nyakati zote hizi tunazokuwa tunazipitia tunamhitaji Roho Mtakatifu ambaye yeye huwa analeta utamu kutoka katika uchungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana.
Tunapomwomba Mungu aingilie kati katika jina la Yesu Kristo, anayetenda ni Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini inawezekana au inakwenda kwa urahisi pale unapokuwa unajua neno. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba muulize mwenzako, una neno gani juu ya situation unayopitia? Au wenzangu ampitii? Mimi napitia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini una neno gani? Unapoenda mbele za Bwana unamwambiaje? Useme tu Baba wewe wajua, unajua yote. Sawa, lakini neno, ana neno gani unalo kwa ajili ya hicho kitu? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa serious na mahusiano yako na Mungu. Lazima uwe serious. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano yoyote ya maana watu huwa wanakuwa serious. Kwa hiyo sisi na Mungu lazima tuwe na mahusiano ambayo ni serious. Kwa hiyo tunamuona Roho Mtakatifu hapo akihusika katika uumbaji. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona, Roho Mtakatifu sio tu kwamba anaumba, lakini anatunza. He is a preserver. Ndiye anayetunza uumbaji. Ndiye anafanya dunia hii inakuwa mahali ambapo panakalika. Kwa sababu baada ya kuumba tunasema Roho wa Bwana alitulia juu ya uso wa maji. Hajawahi kuondoka. Sana. Hajawahi kuondoka duniani, yupo anatenda. Na ndiye anaye preserve ule uhai, ule uzima, ni Roho wa Bwana ndiye anayehusika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu vinapokuwa hai, vinapokuwa vizima, neno la Mungu linasema yeye huachilia pumzi yake, alafu vitu vinastawi. Kwa hiyo Roho ndiye anayestawisha, Roho ndiye anayetunza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Dunia hii katika sayari ndiyo ambayo ina mazingira ambayo yanafanya uzima au uhai uwepo. Sayari ziko nyingi, lakini si zote wanadamu wanaweza kukaa. Si zote kuna uhai. Sasa uzima ule upo katika hii sayari yetu. Na wataalamu wanasema na sayari ya Mars pia wamekuwa wakienda kule wakitoka, lakini bado hii ndiyo ina mazingira mazuri. Sasa ule uzuri na mazingira yale sio kitu ambacho ni natural phenomena kama wataalamu wanasayansi wanavyosema kwamba ni asili. Sio asili, ni Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mgawanyo wa hewa ambao unatufanya tunakuwa na uwezo wa kuvuta hewa na kuingiza na kutoa hewa. Kitaalamu wanasema oxygen ipo 21%. Kwa elimu niliyosoma zamani, sijui kama kuna mabadiliko. Lakini wanasema nitrogen ni 78%. Alafu kuna carbon dioxide. Sasa ile combination ndio inafanya tunaweza tukasurvive. Ikipungua oxygen kutakuwa na shida. Lakini ile carbon dioxide na yenyewe ikiongezeka au ikienda chini ya kile kiwango pia kutakuwa na shida. Sasa ile survival ambayo ipo, it's not something natural. Sio kitu ambacho kimejitokeza tu. Yupo anaye control. Ni Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya mazingira yameshikwa, yametunzwa, yanahifadhiwa na Roho wa Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoona kuna mimea, kuna hali ya hewa nzuri, mazingira yale, majira yale manne ya mwaka, kuna wakati wa mvua, kuna wakati mvua haipo, kuna wakati wa mavuno, yani vile vyote ni Mungu amecontrol kupitia Roho Mtakatifu. Ndiyo Biblia inavyosema hivyo. Kwa hiyo Roho wa Bwana anafanya kazi hapa duniani pasipo watu hata kuweza kujua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Roho Mtakatifu ndiye ambaye anasimamia ubora. Ukisoma ile 31 Mwanzo 1:31, Biblia inaongea kwa habari ya uumbaji ulipokuwa umekamilika, kulikuwa na ubora, excellence. Anasema katika Mwanzo 1:31, naomba nisome, anasema Mungu akaona kila kitu alichofanya natazama ni chema sana, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kwa hiyo alipomaliza uumbaji akatazama, akaona vitu ni bora. Biblia ya Kiingereza nyingine nasema so it was excellent. Kwa hiyo akaona ni bora. Sasa ule ubora umesababishwa na Roho wa Bwana. Umesababishwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayefanya vitu vinakuwa bora. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hata zile sayari tunapokuwa tunaziangalia zilivyojipanga, kuna jua, ikafuata sayari nyingine, ikafuata sayari ya pili, ya tatu, hata zile distance, ule umbali
wa kutoka jua hadi sayari nyingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uumbaji wa Mungu. Hiki kiwango cha joto tunachokipokea, ukienda sayari nyingine, ule umbali joto lililopo kwenye dunia ni tofauti na lililopo kule. Ile sayari ya pili na maana kuna joto zaidi kuliko katika dunia. Sayari ya kwanza kuna joto nyingi sana na huwezi kukaa, kwa hiyo maisha hayawezekani pale. Lakini hii hapa, yani joto linalotakiwa mtu aweze kuishi ndio hilo ambalo lililopo. Sasa havijajitokeza tu vile, ni Roho wa Bwana na vimepangwa katika namna ambayo ni ya ubora. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wataalamu wanasema yani ule mpangilio jinsi ulivyo umekaa very good, yani systematically, kiasi kwamba unajua kabisa ya kwamba hii sio nature tu, ni Mungu anahusika. Sasa ule mpangilio ambao ni mzuri, jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, umekaa sawa sawa, sayari, nyota na vitu vingine, ule ubora na ule mzuri. Biblia inasema Mungu aliona kila kitu alichokuwa amekifanya kilikuwa ni bora, lakini ule ubora umesababishwa na Roho wa Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama umesababishwa na Roho wa Bwana, ndio huyo tunaye anaweza kutusaidia tukafanya vitu kwa ubora. Jamani, amina. Na ubora, excellence, ndio kitu ambacho kinatakiwa katika dunia ya leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanatafuta vitu bora. Chakula bora, nyumba bora. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu tunapoenda sokoni unachagua, what are you choosing? Unachagua kwa ajili ya nini? Unatafuta kitu bora. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nguo ukienda dukani huchukui tu, unachagua iliyo bora. Na ndio maana kuna brands ambazo zimeshajiimarisha. Mtu akienda kabisa anasema anaenda kwenye brandi kwa sababu wamejitambulisha kwa ubora. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, amina. Mwambie bora. Sasa ule ubora tunaye Master of Excellence, Roho Mtakatifu ndiye anayetupa ubora. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukiwa tumeokoka, Yesu alisema nitaenda kumwambia Baba, atamwachia Roho Mtakatifu akae ndani yetu. Sasa huyu Roho Mtakatifu ndiyo Roho anayeleta ubora katika eneo lote la maisha yako. Kwa hiyo unawajibika kuwa bora, kuwa mtu wa viwango, kuwa mtu wa excellent. Kwa nini? Kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu ambaye ndiye kinara wa wote. Jamani, amina. Piga makofi kwa Roho Mtakatifu ambaye yeye ndo kinara wa ubora. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa analeta badiliko, analeta transformation katika dunia. Ile dunia iliyokuwa imeumbwa na tunapoona kadri Mungu anavyozidi kusema, kuna badiliko kubwa, kuna transformation kubwa sana kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri. Kwa sababu sema ilikuwa giza, ilikuwa empty, ilikuwa dark, ilikuwa yani kuna ukiwa, kuna utupu, kuna giza. Lakini sasa hivi tunaona kabisa kwamba dunia iko vizuri. Kwa nini? Roho wa Bwana alikuwa anafanya kazi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu kama nilivyosema anaweza kaleta nuru katika maisha yako mahali ambapo kuna giza. Giza la aina mbalimbali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Giza inasimama badala ya vitu vibaya. Giza inasimama badala ya hofu. Kuna vitu vinakutisha katika maisha yako. Ile giza Roho wa Bwana anaweza katoa, kwa sababu alitoa lile giza kuu sana wakati wa uumbaji. Hawezi kushindwa kutoa giza katika maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Giza linasimama kwa vitu vingi. Unaweza kuwa una uchumi wako uko gizani, yani hauko vizuri. Afya yako iko gizani, mambo yako hayaendi vizuri. Vitu vyako vingi vimekaa shagala bagala, ndio ilivyokuwa. Lakini alipokuwepo Roho Mtakatifu alinyosha, aliweka sawa, aliweka mambo vizuri. Na asubuhi ya leo nitaenda kuomba na wewe kwamba huyu Roho Mtakatifu ambaye alileta nuru wakati wa giza, hata mchana wa leo alete nuru katika maisha yako, alete nuru katika mipango yako, alete nuru katika afya, alete nuru katika biashara, alete nuru, yani alete vitu vizuri, na inawezekana katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mchana wa leo akupe nuru. Jamani, amina.
mahali ambapo mambo hayajakaa vizuri, kuna darkness, Roho wa Bwana ninayemtaja hapa akalete nuru, akakutoe katika mambo ambayo yamekaa shagala bagala. Inawezekana akafungua fahamu zako ukaona fursa, inawezekana akafungua macho yako ya ndani ukaona vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Inawezekana mahali pale ambapo umekuwepo fursa zipo lakini usione, Roho Mtakatifu anafungua macho, anaondoa lile giza ambalo limefanya huoni, utambui, huoni mlango wakati mlango upo. Roho wa Bwana anafungua milango ambayo imefungwa na vile vitu ambavyo uvioni. Inawezekana huyu Roho ninayemtaja hapa anaweza kutenda zaidi ya vile tunavyoomba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukitoka hapo tunaona Roho Mtakatifu anahusika pia katika kutoa ujuzi, maarifa na kibali. Tunapoenda kwenye Agano la Kale tunaenda kuona Roho Mtakatifu si tu kwamba anahusika katika uumbaji, lakini Roho Mtakatifu anatoa ujuzi, Roho Mtakatifu analeta maarifa, Roho Mtakatifu analeta kibali. Tunaposoma habari za Yusufu katika ile sura ya 41 na mstari wa 38, kutoka ujuzi, maarifa na kibali. Mwanzo 41 mstari wa 38. Tunaona Roho wa Bwana akitenda kazi katika maisha ya Yusufu. Anaweza kutenda kazi kwa kiwango kile kile au zaidi katika maisha yako pia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nikiwa tunaabudu hapa, nikaona Roho Mtakatifu akaanza kunifunulia jinsi alivyokuwa anafanya kazi katika maisha ya Yusufu, na nikakuta vitu 10. Kwa hiyo nikiwa hapa pia nimepata subject nyingine ya Roho Mtakatifu katika maisha ya Yusufu, ambayo sitaisema hapa, takuja kuiongea siku nyingine. Nitakapoongea nitaambia hiki kitu Roho wa Bwana aliniambia siku ile katika ibada niliyokuwa nimekuja mahali hapa. Lakini Roho Mtakatifu anafanya maajabu katika maisha ya huyu kijana anaitwa Yusufu. Mwanzo 41:38 naomba tusome pale mara moja. Nina dakika kama 20 hivi zimebaki. Farao akamwambia watumwa wake, Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Farao anasema tupate wapi mtu kama huyu ambaye Roho wa Mungu, ana Roho wa Mungu ndani yake. Kwa hiyo huyu mfalme mpagani ameona vitu ambavyo Yusufu anatenda, anaona hivi sio ordinary skill, anaona hivi sio vitu ambavyo ni ujuzi na utaalamu wa kawaida, ni lazima Roho Mtakatifu amehusika. Kwa hiyo Farao naye pia alifunuliwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema Roho wa Bwana juu ya, Roho wa Bwana juu ya uso wa nchi anaweza kuwakamata hata wapagani wakafanya vitu vya kimungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu Farao anafunuliwa ya kwamba huyu Yusufu sio kijana wa kawaida, Roho ya Mungu iko ndani yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapoangalia maisha ya Yusufu, unaona kabisa kwamba vitu alivyokuwa amefanya ni Roho wa Bwana alimsaidia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Alimsaidia katika mambo gani? Roho wa Bwana alimsaidia Yusufu kwanza kumpa ujuzi wa kutafsiri ndoto. Na ule ujuzi wa kutafsiri ndoto ndio umemwinua Yusufu, ndio umempa ajira Yusufu, ndio umempa kibali Yusufu, ndio umemwezesha Yusufu kuwa mtu mkubwa wa pili katika nchi ya Misri. Maana alipokuwa gerezani, huyu Yusufu alikuwa ni mtu mwenye upendo. Siku moja wafungwa wenzake wameamka, akawaona uso umekunjamana. Ni mtu wa kujali huyu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na tabia za kiungu, ni mtu anayejali. Amemwona mtu fulani amekaa vibaya, hajachangamka, akamwambia, what's wrong my brother? Ni nini mbaya rafiki yangu? Mbona hujachangamka? Hawa ni watu wanaojali. Roho wa Bwana anatufanya tunakuwa ni watu wa kujali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunajishughulisha na mambo ya watu wengine, ndio tabia za kiungu. Mungu anajishughulisha na maisha yetu. Yesu anajishughulisha na maisha yetu. Kwa hiyo Yusufu alikuwa na Roho wa Mungu ambaye anamsaidia ajali maisha ya wale watu. Wakamwambia tumeota ndoto, kila mtu akatafsiri ndoto yake. Yusufu akatafsiri zile ndoto. Akamwambia wewe, hii ndoto ina maana utatolewa hapa gerezani baada ya siku 3 na utaenda kuendelea na kazi yako
alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anamnywesha mfalme. Kwa hiyo utaenda kurudi katika kazi yako ya unyweshaji ya kumnywesha mfalme. Akamwambia ndio tafsiri ya hiyo ndoto. Na huyo mwingine akamwambia na wewe hii ndoto maana yake ndani ya siku 3 utatolewa, lakini utakatwa kichwa na kichwa kitaenda kuning'inizwa kwenye miti, alafu ndege watakuwa wanadonoa kile kichwa. Ile ndoto akawa ameitafsiri hivyo. Ni ndoto gani? Hebu nenda kasome kitabu cha Mwanzo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu mtu aliyekuwa ametafsiri ile ndoto akaenda kwa mfalme, akafika kule. Yusufu alimwambia usinisahau, lakini alipofika kule akawa amemsahau. Lakini kusahau kule kulikuwa katika mpango wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine unasahauliwa, lakini Mungu yuko kazini. Jamani, amina. Kusauliwa kwingine ni ili mambo ya Mungu ya materialize. Yusufu amemwambia yule jamaa, ukienda kule naomba unitaje, naomba unisemee, mimi ni mgeni, mimi ni mtumwa, nimekuwepo huku, nyumbani wanafikiri nishakufa na sina mtu wa kunitetea. Naomba ukitoka huko, ninaomba ukanisemee. Li jamaa lilivyotoka likakuta limesahau, lakini Mungu alikuwa kazini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu yuko kazini kwa ajili ya maisha yako. Hata kama unaona wakati mwingine umesaulika, hata kama unaona vitu haviendi, lakini sisi tu watoto wa Mungu na Mungu yuko kazini katika maisha yetu. Kumbe ilikuwa inasubiriwa wakati ambao Farao sasa ameota ndoto. Farao alipoota ndoto, ndio yule mtumwa akakumbuka. Yule Farao alipoamka naye ameota ndoto ya ajabu inamsumbua, na alivyoielezea ndipo yule mtumwa akakumbuka. Akasema, baba mfalme, kule gerezani kuna jamaa mmoja alinitafsiria ndoto. Kipindi kile umechukia, tulikuuzi ukatutupa gerezani kule. Nimekutana na kijana mmoja ambaye na mimi niliota ndoto, akanitafsiria. Ninafikiri huu ni wakati ambao na yeye anaweza akafanya hivyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Pale pale kigao kabadilika. Mfalme akasema atumwe Yusufu. Yusufu ameenda kule amechoka, yuko gerezani amechoka, maana waliokuwa wamewategemea wamemsahau. Lakini ile uwezo wa kutafsiri ndoto ambao Roho Mtakatifu ameweka ndani yake ulikuwa unaenda kumwinua. Ule uwezo, kile kibali, ule uwezo wa kutafsiri unaenda kumwinua. Kwa hiyo Yusufu akiwa amesahau kabisa, akashangaa anaitwa katika siku asiyozani. Akaitwa, alivyoitwa anatoka gerezani, katika ile hali ya gereza akaambiwa ajiandae, akaamua kanyoe ndevu, uvae vizuri. Anashangaa imekuaje? Akajikuta anapelekwa kwa mfalme. Mfalme anakutana na Yusufu, anamwambia Yusufu, nimesikia habari zako. Je, wewe unaweza kutafsiri ndoto? Akasema, hapana baba mfalme, mimi siwezi, ila Mungu aliyeko ndani yangu ananipa uwezo wa kutafsiri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anaumba unyenyekevu. Ameshamfanya Yusufu amekuwa mnyenyekevu. Ungekuwa wewe hapo, pengine usingesema hapana, ungeanza hata kumtambia mfalme. Ungemwambia mfalme, yani mimi ndio mwenyewe, mimi ndio kiboko, yani hapa mimi nishatafsiri za hao jamaa, hata wewe ya kwako leta nikutafsirie. Lakini Yusufu ametengenezwa, amekuwa mnyenyekevu, anajua si uwezo wake, ni Mungu ndani yake amemfanya awe na ule uwezo. Roho Mtakatifu anatufanya tunakuwa wanyenyekevu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hata akituinua tunaendelea kubaki simple. Jamani, amina. Hata akipeleka pale juu tunaendelea kuheshimu walio chini, tunaendelea kushirikiana na watu wanaonekana hawawezi, maana Roho wa Bwana anaumba unyenyekevu ndani yetu. Jamani, amina. Kwa hiyo Yusufu akasema, hapana. Nafikiri labda mfalme pia alipata shock. Sasa mbona wameniambia unaweza? Akasema hapana, ila Roho wa Bwana ndani yangu. Yule Yusufu akaweza kutafsiri. Akasema, baba mfalme, hizi ndoto mbili ulizoota maana yake ni moja. Kutakuwa na miaka 7 ya neema, alafu kutakuwa na miaka 7 ya njaa. Na pale pale akampa ushauri. Kwa hiyo baba mfalme, ninaomba katika kipindi hiki cha miaka 7 ya utele, naomba chakula kikusanywe ambacho kitakuja kufaa wakati wa njaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amepewa tafsiri, akaongeza na nini? Na ushauri. Jamani, amina. Kazi ya Roho Mtakatifu anamsaidia Yusufu. Sasa akamwambia, ndio hapa sasa huyo mfalme akasema, tupate wapi mtu kama huyu ambaye Roho wa Bwana anakaa ndani yake? Akaona hapana, akasema hii kazi ya administration ya hivi vitu hapewi mtu yoyote, unapewa wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ametoa ajira. Jamani, amina. Jamani, amina.
Roho wa Bwana akaweka mchongo kwa Yusufu, amepata ajira. Tena sio ajira ya kitoto, ni ajira kubwa. Anakuwa mtu wa pili, yani katika nchi ile. Ukitoka Farao, na Farao mwenyewe alisema, akasema in this country hakutakuwa na mtu mwingine mkubwa zaidi yako, ninaanza mimi, unafuata wewe. Akampa na ile ring yake, akamvisha na lile vazi sasa la mamlaka. Kutoka utumwani, kutoka gerezani, kutoka kula vitu visivyo vya kawaida, in a minute, ndani ya dakika chache, Yusufu maisha yake yamebadilika. Nani amebadilisha yale maisha? Ni Roho wa Bwana ndani ya Yusufu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, Roho Mtakatifu ni mtaji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amemsaidia kijana wa watu, amekaa gerezani muda wa kutosha. Sasa jamaa linainuka, ameteseka vya kutosha, lakini Roho wa Bwana akafanya kitu katika maisha yake na kikatokea. Lakini huyu Roho wa Bwana alimsaidia Yusufu katika maisha yake mengi. Alipokuwa anaendelea, alimpa kibali. Wakati Yusufu ametoka kule Misri, Yusufu wakati wanakuja kuanza wale wanauza wale watumwa, Yusufu aliuzwa katika nyumba ya Potifa. Wengine waliuzwa mahali kwingine, lakini yeye Roho wa Bwana aliweka kibali, akauzwa kwenye nyumba ambayo ilikuwa ndio njia ya yeye kwenda kufikia yale ambayo Mungu alikuwa ameyakusudia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alikuwa katika control ya maisha ya Yusufu, kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu alikuwa amekusudia. Nimekuambia Roho Mtakatifu ndio mtendaji mkubwa wa mipango na makusudi ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa Yusufu katika yale mapito yake, Roho wa Bwana alikuwa ndani yake, au alikuwa juu yake, ambaye anatengeneza hatua, anatengeneza kibali, amempa na ule ujuzi. Vile vyote ni Roho Mtakatifu anafanya kwa ajili ya kusudi la Bwana. Roho Mtakatifu ndio mtendaji mkuu katika maisha yetu na katika mpango mzima wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamwona hapa anampa ujuzi, kipawa cha kutafsiri ndoto. Roho wa Bwana katika maisha ya Yusufu ndio huyo ambaye hata wewe anaweza kukusaidia. Anaweza kukutengenezea mlango. Anaweza kufanya mchongo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kukupa ajira ambayo haijawahi kutokea. Yusufu tumepewa ajira. Sasa alikuwa gerezani, lakini kile kitu ambacho Mungu amempa ndio hicho kikamfungulia njia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Roho Mtakatifu anaweza kukupa skill, anaweza kukupa ujuzi. Hata ule ulionao akauboresha. Yes, ndio master of excellence. Yes, ndio kinara wa ubora. Kwa kile ambacho unacho, shughuli yako ile. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Mbona kama mnielewi? Jamani, amina. Yaani kile ulicho nacho, Roho wa Bwana anaweza akakitengeneza na kikafanya njia, kikafungua mlango, kikatengeneza mazingira, ukapata kibali. Maana yeye ndiye ambaye ana uwezo wa kufanya ubora katika maisha yako, na vitu vikaonekana na ukatoka na watu wakashangaa. Inawezekana, maana huyo Roho ndiye anayetenda kazi. Aliyefanya kwa Yusufu anafanya kazi na kwetu. Inawezekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna kitu unafanya, kuna shughuli unayo, kuna jambo unalo, lile linaweza kukutoa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, ile inakutoa. Kwa sababu Roho wa Bwana akisimama na hicho kitu, hata kama kinaonekana ni kinyonge namna gani, Roho wa Bwana anakifanya kinakuwa cha ajabu. Anakifanya kinakuwa attractive, maana ndiyo kazi yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa akatoka, na inawezekana na wewe ukatoka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndivyo ambavyo tunaomba? Kwa hiyo nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, wewe ulimsaidia Yusufu katika kipawa kile, ule ujuzi, ile skill ilimtoa, na mimi ninaomba Mungu unitoe kwa hii nilionayo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni ndogo namna gani, haijalishi ni nyonge namna gani, lakini with the power of the Holy Spirit, pamoja na uwezesho wa Roho Mtakatifu, unatoka. Jamani, amina. Jamani, amina. Roho wa Bwana ndio kazi zake hizo. Kwa Roho Mtakatifu, yani sio tu kwa ajili ya kunena. Hiyo ni shughuli ndogo sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ndogo sana ya Roho Mtakatifu. Yeye anahusika kila eneo, kila maisha, kila eneo la maisha yetu. Roho wa Bwana anahusika. Na tunaona katika maisha ya baadhi ya watu katika Agano la Kale jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa anatengeneza njia mahali pasipo na njia.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwingine ni Daudi. Daudi naye maisha yake yalibadilika pale alipopakwa mafuta. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 13, naomba mtu mmoja asome pale mara moja. Ndiyo. Ndiyo. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa, nikwambie, ukifuatilia safari ya Daudi, mambo yalibadilika tangu siku ile alipomiminiwa mafuta. Biblia inasema na Roho wa Bwana akaja kwa nguvu katika maisha ya Daudi kuanzia siku ile. Nini kilifuata baada ya hapo? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Milango ilianza kufunguka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, amina. Jamani, amina. Jamani, amina. Roho wa Bwana alipokuja katika maisha ya Daudi, ninapomalizia baada kitu kimoja kidogo nimalizie. Yalipokuja katika maisha ya Daudi, kuna vitu vilibadilika. Daudi alikuwa ni mchunga kondoo. Maisha yake ni maisha ya porini. Siku zote asubuhi anaenda kuchunga, anarudi jioni. Lakini alipopakwa mafuta hapo, milango ilianza kufunguka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, amina. Ni kipindi hicho ndipo ambapo Biblia inasema roho wabaya walianza kumvamia Yusufu, walianza kumwambia Sauli. Na watu waliokuwa ni washauri wa Sauli wakamwambia, mzee, unaposumbuliwa na roho mbaya unahitaji mtu wa kupigia kinubi ili hao pepo watulie. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni roho wa michongo, yani anatuchongea njia. Sasa wale washauri wakamshauri aje mpiga kinubi. Mpiga kinubi anatoka wapi? Wakamshauri kwamba yupo kijana mmoja wanamfahamu, anaitwa Daudi. Wakamwambia huyo Daudi aletwe pale kwa mfalme. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Roho Mtakatifu anatoa kibali, anaweka ufahamu na mawazo kwa watu wengine waweze kushauri kuhusu Daudi. Roho wa Bwana akaweka ndani ya mioyo ya wale washauri wa Sauli wamwaze Daudi. Wapiga vinubi wako wengi, lakini kwa nini awazwe Daudi wakati ule? Ndiyo aje ikulu kutoka kule shambani, kutoka kule polini anakochunga ng'ombe. Analetwa pale kwa sababu amepakwa mafuta na Roho wa Bwana yuko juu yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutokea pale tunaona anaanza kupata kibali. Anapoenda kupigana na Goliath tayari alishapakwa mafuta. Anakwenda katika majina ya nyakati ambapo watu wamekata tamaa, watu wamechoka, hawajui watafanyaje. Roho Mtakatifu anampenyeza kwa sababu anamuandaa. Roho wa Bwana mwenyewe anafanya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Inatokea Roho wa Bwana anaingilia kati ile mapigano kati ya Daudi wa Filisti na wana wa Israeli. Mungu kupitia Roho Mtakatifu anaingilia kati. Daudi anaenda pale, anampiga Goliati kwa jiwe moja. Goliati anadondoka kutokea pale. Sasa Daudi huyu kijana wa kijijini, Daudi huyu kijana ambaye alikuwa anashinda polini, sasa amekwisha kujulikana. Watu wanaanza kuiba nyimbo. Sauli ameua maelfu, lakini Daudi ameua 10,000. Kwa kumpiga tu Goliath tayari ameua 10,000. Roho wa Bwana katika maisha ya Daudi anafanya njia, analeta kibali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Bwana anamtambulisha Daudi. Kijana wa kijijini leo yuko mjini. Kijana wa kijijini leo anafanya kazi ikulu. Kijana wa kijijini anafahamika sasa, watu wote wanamfahamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu anatoa ujuzi, anatoa maarifa, anatoa kibali. Tunaona haya katika maisha ya Yusufu, tunaona haya katika maisha ya Daudi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Muda hutoshi kukuelezea watu ambao Roho wa Bwana katika maisha yao aliwatumia na wakafanya vitu vikubwa. Waamuzi wale kina Samson. Biblia inasema Samson akachukua mbweha 300 akawafunga. Wewe mbweha 300 unawafungaje mikia? Unawapataje kwanza? Unawapata wapi mbweha? Alafu unawafunga mikia pamoja. Alafu unawafunga wanakusubiri wafunge tena mwingine. Na yani
zile kapo 150, mbweha 300 uwafunge mikia, alafu alipofunga mikia akawachoma moto, anapiga kibiriti ule moto wa huyu mbweha, alafu mbweha anaenda kwenye mashamba ya Wafilisti, anaenda naunguza. Sasa huyu mbweha ambaye umemfunga, unapiga kibiriti, huyu naye anasubiri upige kibiriti, hawakimbii, huyu naye apige kibiriti. Nini? Inawezekanaje hiyo? Ni roho wa Bwana katika maisha ya Samson. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako unamhitaji Roho Mtakatifu. Mwambie mbinu zako zile utoboi. You need the Holy Spirit. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ninapomalizia, kwenye Agano Jipya ana kazi nyingi sana, lakini kubwa kati ya hizi ambazo nataka niziongeze hapa, Roho Mtakatifu anatuzaa mara ya pili, kutufanya kuwa wana wa Mungu. Anatufanya kuwa wana wa Mungu. Anaumba upya, anaumba utu upya ndani yetu. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Tuko kama tulivyo ni kwa sababu Roho wa Bwana ametufanya hivyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anagawa vipawa na karama katika maisha yetu. Zile karama, zile huduma, ule utumishi, kwa namna yoyote ambayo tunafanya, ni Roho wa Bwana anafanya kazi ndani yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Bwana anaumba tunda la Roho Mtakatifu: upendo, wema, fadhili, utu wema, uvumilivu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Fadhili, unyenyekevu, upole na kiasi, self control, kujizuia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Roho wa Bwana anayetenda mambo kama haya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana kazi nyingi sana katika maisha ya muamini. Aliyoyafanya kwenye Agano la Kale anaweza akayafanya hata kwetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu katika wiki ya mwisho, moja ya mikazo au mafundisho aliyokazia sana lilikuwa ni fundisho kuhusu Roho Mtakatifu. Siku ya Alhamisi ambayo kesho yake Yesu anauawa, ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 14, 15, 16 na 17, zile ni sura ambazo Yesu aliongea yale mafundisho siku ya Alhamisi usiku ambayo alikamatwa. Na moja ya vitu aliyowekea mkazo ilikuwa ni kuhusu Roho Mtakatifu. Ile ahadi ya Baba ambayo tumejifunza kuanzia kipindi cha wanafunzi na maandiko. Aliahidi akasema, yanipasa mimi niondoke ili mletewe msaidizi mwingine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu msaidizi ndio yule aliyemsaidia Yusufu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Msaidizi huyu ndio aliyempa kibali Daudi. Sasa akasema atakaa kwenu, atakuwa ndani yenu. Jamani, amina. Wale aliowawezesha alikuwa juu yao. Sasa kama akiwa juu yao walifanya maajabu yale, je, sasa anapokuwa ndani yetu? So powerful. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Jamani, amina. Kama alikuwa juu ya Daudi, na Daudi akafanya maajabu, na Daudi akawa popular, na Daudi akawa na kibali, kama alikuwa katika maisha ya Yusufu akapata kibali, Yusufu akawa na ujuzi, Yusufu akawa na hekima, akawa na maarifa makubwa vile, je, huyo anapokuwa ndani yake, unafikiri huo uwezo wake mkubwa ni mkubwa kiasi gani? Ni mkubwa mno. Ndicho kitu ambacho kipo, ndicho kinachoweza kutokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, amina. Ndio huyo ambayo Yesu alisema, nitamwambia Baba, ataenda kumwachilia Roho Mtakatifu, atakuwa ndani yenu, atakaa kwenu, na kama anakaa kwetu anatuwezesha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anatupa uwezo wa kuishinda dhambi kama ilivyotokea kwa Yusufu. Yusufu aliishinda dhambi si kwa uweza, si kwa nguvu, ni kwa sababu Roho wa Bwana alikuwa juu yake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na hofu ya Mungu. Roho Mtakatifu anatengeneza hofu ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, amina. Roho Mtakatifu anaumba hofu. Umuogopi Mungu tunapokuwa kwenye ibada. Unamwogopa Mungu unapokuwa mbali, unapokuwa onekani na wapendwa. Lakini kule Roho Mtakatifu
anakukumbusha wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu, wewe umeokoka, wewe unatakiwa kuishi maisha matakatifu, wewe unatakiwa kuikimbia dhambi. Yaani hiyo yote ni Roho anafanya. Jamani, amina. Watu wa Mungu, amina. Yusufu wakati anamkataa yule mwanamke, haikuwa nguvu yake tena, ni kijana kipindi hicho, ndio kijana ambapo pia ndio ule mhemko au shauku ya kutaka kufanya mapenzi ni kubwa, maana ana miaka kati ya 17 hadi 20 pale. Kwa hiyo ana nguvu za kutosha, lakini Roho wa Bwana akamwambia hii kitu hapana, wewe ni mtu wa maagano, wewe ni mtu wa Mungu. Roho wa Bwana akamwepusha yule kijana na matatizo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yale matatizo, ile jambo kama angefanya, dream zake, ndoto zake zilikuwa zimefia pale, lakini Roho wa Bwana akamwepusha kwa ajili ya ndoto yake ya baadaye. Jamani, amina. Hii inawezekana. Roho wa Bwana atakuponya, Roho wa Bwana atakusaidia, Roho wa Bwana atakuwezesha. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana mnamhitaji Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema hivyo? Sisi ni washauri wa vijana, tunajua changamoto za vijana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kesi nyingi tunazo solve za vijana ni kesi za tamaa, yani kushindwa control mwili, uwezo hamna. Tunapofundisha vijana wengi wanakuja kutuambia, baba, nimemkosea Mungu, ili kuwaje anaanza kutoa hivyo. Unashangaa story ndo hizo kila mahali mnapokwenda. Sisi tunasema nyinyi sio wa kwanza. Yusufu tena yeye alikutana na zari kubwa kuliko haya ya kwenu, lakini alitoboa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Alikuwa na Roho wa Bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, amina. Huwezi kushinda baadhi ya changamoto katika maisha kama humruhusu Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, amina. Roho wa Bwana yupo, Roho wa Bwana anapatikana. Roho wa Bwana anataka tujiachilie. Yeye sio sawa na pepo. Pepo anakuvamia, utake usitake anakuvamia, lakini Roho wa Bwana anataka sisi tuwe open. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Atusaidie. Dunia ya sasa, ukiwa umeokoka, you need the power of the Holy Spirit. Unamhitaji sana Roho Mtakatifu akusaidie katika changamoto ambazo unazo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Roho wa Bwana analeta tunda la Roho Mtakatifu ambalo ni kiasi, uwezo wa kusema hapana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, amina. Kwa tunamhitaji Roho Mtakatifu. Huyu Roho wa Bwana aliyekuwa juu ya uso wa maji na vitu vikatokea, ndio huyo ambaye Yesu alimtaja, na ndio huyo ambaye ninamzungumza, na ndio huyo ambaye wewe ukiwa tayari, yuko tayari kwenda na wewe, kukusaidia wewe, kukuvusha wewe, kukufungulia milango wewe. Kazi ni kwako kusema, Roho wa Bwana, niko tayari, naomba sasa unisaidie, univushe katika haya ambayo yako mbele zangu. Naomba usimame. Naomba tusimame. Nataka niombe na wewe unayesema, na mimi nahitaji hii kitu. Roho Mtakatifu anisaidie, aniwezeshe, anivushe, anipe hekima, anipe maarifa, anipe ufundi, anipe ujuzi, anipe kibali, anisaidie, afungue fahamu zangu. Roho wa Bwana yupo. Naomba uje hapa mara moja mbele, nataka niombe na wewe. Una shida, kuna jambo linakusumbua, linajirudia rudia. You need the Holy Spirit.